Mnamchukuaje huyo jamaa? Unamuingizaje kwenye gari hivyo? Hatuelewi. Mshushe jamaa hapo. Mnamchukuaje huyo jamaa? Mnamchukuaje? Huyo jamaa mnamchukuaje? Kuna sheria za kumkamata. Hatuelewi. Tutakuharibu sasa hivi karibu. Wewe. Unamchukuaje huyo jamaa? Shushe. Una sheria za kumkamata mtu. Shushe hapo sasa hivi. Watu wasingemuita polisi. Mnamkamataje hapo? Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linapenda kutoa ufafanuzi wa picha ya mjongeo video clip ilionekana kusambaa kwenye mitandao ya kijamii ikihusisha watu waliokuwa wanatumia gari lenye namba za usajili T540 EHF aina ya Toyota Noah, ikidaiwa walikuwa wakijaribu kumteka kijana mmoja aitwaye Jonathan Hayo. Huyu ana miaka 37, mkazi wa KSMC Moshi, eneo la Mbuyuni, wilaya ya Moshi, manispaa, Aprili 12, 2025. Jeshi la polisi baada ya kupokea taarifa hiyo lilifanya ufuatiliaji mara moja na kufanikiwa kuwakamata watu wawili ambao ni Kevin Richard Temu, huyu ana miaka 39, mkazi wa KSMC Moshi, na Samson Robert Magere, huyu ana miaka 30, mkazi wa Soweto Moshi, wakiwa na gari namba T540 EHF aina ya Toyota Noah inayodaiwa kuhusika katika tukio hilo. Gari hiyo inamilikiwa na kampuni ya Kesa Tours yenye ofisi zake mtaa wa Soweto Moshi mjini. Uchunguzi wa tukio hilo umebaini kwamba tukio hilo halikuwa la utekaji, bali watuhumiwa hao walikuwa wamemwajiri Jonathan Hayo anayedaiwa kutekwa kama mtaalamu wa mifumo IT wa kampuni yao, ambaye tarehe 6 Aprili 2025 alikwenda ofisini kwao mtaa Soweto kuchukua kompyuta mpakato kwa maana laptop ya ofisi, akieleza kuwa anataka kufanya kazi ofisi akiwa nyumbani kwake na angeirudisha kesho yake. Baada ya Jonathan Hayo kuondoka na laptop hiyo hakuirudisha, ndipo waajiri wake walipata mashaka na walianza kumtafuta kwa siku 5 bila mafanikio. Ilipofika tarehe 12 Aprili 2025 walifanikiwa kumpata akiwa baa mtaa wao akinywa pombe, ambapo walikubali kwenda kuwakabidhi laptop hiyo na alifanya hivyo. Watu hao wakitumia gari namba T540 EHF aina Noah. Baada ya kuipata laptop yao waliamua wampeleke polisi ndugu Jonathan Hayo kwa hatua zaidi, na walipofika eneo la Mbuyuni majira saa 1 usiku, Jonathan Hayo alifungua mlango wa gari ikiwa imesimama kwenye foleni na kujaribu kukimbia akiwa anapiga kelele za wezi zilizopelekea wananchi kuwashambulia watu hao, ambapo askari mgamba aliyekuwa eneo hilo alifanikiwa kuzuia vurugu hizo na kumfikisha Jonathan Hayo kituo cha polisi Moshi. Kulingana na uchunguzi uliofanywa hadi sasa, hakukuwa na mazingira au tukio la utekaji kama inavyoelezwa katika mitandao ya kijamii, bali ni mazingira yaliyotokana na Jonathan Hayo ya kujaribu kukimbia huku akipiga kelele za wezi ili kukwepa kufikishwa polisi.